asifiwe. Ninakukaribisha tena, tunaendelea na mafundisho yetu. Kwa neema ya Mungu tumepata nafasi tena ya kushirikiana, ikiwa ni siku yetu ya pili, ni siku yetu ya pili ya kuendelea na mafundisho yetu, namna ya kuangalia mfumo, nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mfumo wa kiti. Ikiwa ni siku yetu ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea leo, tutaanza kitabu cha Ibrania 9. Bado najaribu kuweka msingi ili tunapoendelea mbele uone kile ambacho Mungu anatamani tutembee nacho kwa siku hizi chache ambazo ametoka kwenye madhabahu yake. Kitabu cha Ibrania 9 mstari wa 11 hadi wa 15 nitasoma. Ibrania 9:11 anasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake siyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. 13. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakaswa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona Musa alipewa agano na Mungu, akatembea nalo. Walishiriki Pasaka ya kwanza pale Misri, lakini tunaona hapa kuna mwendelezo wa ibada ya Pasaka, kwamba Kristo alipokuja ni Pasaka wetu, na kwa damu yake akiisha kuja aliye kuhani mkuu kwa mambo mema hema iliyokuwa kubwa, iliyofanyika si kwa mkono, na maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia. Kwa damu ya Yesu aliingia patakatifu. Sasa pointi yangu ya leo ni nguvu ya damu ya Yesu kushughulikia kuvunja mifumo ya viti vya enzi vya miungu, kwamba mahali kuna kiti cha enzi kinasimikwa kiibada, inafanyika kafara, inafanyika ibada. Ikishafanyika ibada, kinasimikwa kiti cha enzi mahali, na kile kiti kinabeba uharibifu wa eneo, kupiga familia, kupiga maeneo. Sasa nguvu ya damu ya Yesu ndiyo sadaka iliyo bora zaidi ya kushinda sadaka zote kwenye mifumo. Kila manapoona kwamba kuna kiti cha enzi kinasisiwa kiibada, lazima zifanyike kafara za damu za watu, kafara za damu za ng'ombe, kafara za damu za kuku, kafara za damu za kondoo na kadhalika. Sasa zile sadaka huachiliwa, na zinapoachiliwa wanaasisi kiti, kinaratibiwa kiti na kinapewa majukumu ya kufanya kazi eneo. Sasa damu ya Yesu ndiyo iliyopewa nafasi ya kushinda damu zote ambazo zimemilikisha kiti kihalali. Ukiona kuna kiti cha enzi mahali, hakipo kiajali, hakipo kwa bahati mbaya, ni mfumo kamili umeratibiwa na unafanya kazi eneo. Kwa hiyo huwezi ukashinda kiti, isipokuwa lazima tutumie damu ya Yesu. Ndiyo pekee imepewa kushinda mifumo yote ya viti venzi, kwa sababu vinasemekwa kwa damu. Lazima tutumie damu ya Yesu ili tusaidie kushinda ile mifumo.
Oh, kuna majira Mungu anatangaza kwako, kuna majira Mungu anafunua kwako, lakini nategemea unaitumiji damu. Tunapokumbuka kuadhimisha Pasaka, thamani ya Pasaka ni kupata kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapoadhimisha hii wiki ya kukumbuka Pasaka, ni wewe kukumbuka namna gani damu zinafanya kazi, na kila mwaka Mungu anatupa ufunuo tofauti sana na neema iliyoachiliwa kwenye mwaka. Sasa katika madhabahu namtumikia Mungu, ndani ya siku nimeona nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mifumo ya viti vya enzi vya miungu. Tutaangalia mambo machache hapa mbele, lakini leo natamani tuombe, turuhusu damu ya Yesu ikashinde kila sadaka ambazo zimeachiliwa zikimfumo, ili kudhibiti mfumo. Kule Misri kulikuwa kuna miungu, nguvu ile miungu kuwakandamiza taifa la Israeli ilitegemea sadaka ambazo makuhani walizitoa. Wale makuhani walifanya kazi kubwa. Hata Yusufu aliozesha binti kuhani wa taifa lile. Walikuwa kuna makuhani kule walifanya ibada, miungu ilipata nguvu kupitia damu. Na Mungu alipotaka kuishinda ile miungu, lazima ilitolewa damu ya wanyama. Ilipotolewa damu ya Pasaka wa kwanza, ukombozi uliingia. Ule ukombozi uliwatenga na miungu na miungu ya Misri. Ile damu iliwatenga tofauti, wakaone tofauti na uraia wa kule Misri, lakini cha watenganisha ni damu. Sasa damu ya Yesu inatutenganisha na sadaka za miungu ambazo zimeachiliwa ili kukamata mfumo wa maisha. Hivyo viti vya enzi vimeachilia mfumo wa maisha ambao unapokandamiza nguvu ni sadaka. Ili tutengue hiyo nguvu, lazima tutumia damu ya Yesu. Tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, Baba, tupo kwenye majira ya kukumbuka maadhimisho ya Pasaka. Baba, ametupa neema ya kutafakari kwa upya. Ila mwaka tunapata nafasi ya kutafakari kwa habari ya matendo yako makuu ambao Bwana anatutendea, habari ya matendo makuu ya wokovu ambao Mungu mnaadhirisha kwetu. Umetupa neema kuijua kweli, na hiyo kweli imetuweka huru, na hiyo kweli inafungua ni namna gani miungu imepata nafasi ya kuachilia mfumo kupitia sadaka walizopata. Nasi tumeona sadaka ya damu ya Yesu ndio sadaka ambayo inaweza kushinda sadaka zote. Umeona sadaka zilizotolewa hapo za wanyama ziliweza kuleta matokeo utakaso, matokeo yalitokea. Na zipo sadaka zimetolewa kwenye madhabahu mbalimbali, hizo sadaka zimeleta matokeo katikati ya familia. Baba, kwenye wiki hii ya kukumbuka kufufuka, ya kukumbuka kifo chako msalabani, Baba, tunarudi kwenye madhabahu yako Baba, tukidai damu ya Yesu ipite kwenye mifumo, ile mifumo ambayo imesimamishwa kwa sadaka, ile mifumo ambayo inafanya kazi kupitia sadaka ambazo zimetolewa, sadaka za damu za watu, sadaka za damu za wanyama. Hizo sadaka inazinyamazisha ulimwengu wa roho kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo, ikashinde kila sadaka, ikashinde sadaka zote ambazo zimeachiliwa. Ziko sadaka mbalimbali ambazo zimeachiliwa, na hizo sadaka zimebeba uharibifu, zimeachilia mfumo wa ukandamizaji, zimeachilia mfumo wa mateso, zimeachilia mfumo wa kutubana kimaisha. Hizo sadaka zimeachilia mfumo wa ukandamizaji. Kuna hatima zetu Baba, kuna roho ya utumwa, roho ya kutumikishwa, roho ya kufanya kazi pasipo kupata faida. Maana taifa la Israeli ule Misri walitumikishwa kazi ngumu pasipo kupata mshahara, pasipo kupata posho, walitumikishwa kama watumwa. Nasi Bwana, ipo kazi tunazifanya ni kazi ngumu, lakini hatuoni matokeo mazuri. Tumewajibika sana, tumefanya kazi ngumu, lakini tumeona matokeo haba. Ni kwa sababu una mfumo ambao umeachiliwa kwenye uchumi, huko mfumo ambao umesukuma kwenye uchumi wetu ili tusifanikiwe. Baba, tunasema
ninasimama mbele ya madhabahu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo damu isiingie kazini, ubatilisha mifumo yote. Hiyo damu isiingie kazini, ubatilisha ila mifumo ya miungu iliyoachiliwa kwenye viti vya enzi. Hivyo viti vya enzi ambavyo vimepokea sadaka, hizo sadaka kwenye maisha yetu tunazibatilisha kwa damu ya Yesu. Hizo sadaka ambazo zimeachiliwa katikati yetu, katikati ya watoto wako wanaofuatilia Facebook, ila sadaka ambazo zimetolewa, hizo sadaka zimesimama, zimetengeneza uhalali wa kushikiliwa na miungu, zimetengeneza uhalali wa kupana na nguvu za giza. Nasimama na damu ya Pasaka ya mwana-kondoo Yesu Kristo, mwana-kondoo Mungu aliyechinjwa. Hiyo damu sipite ikabatilisha hiyo nguvu ya viti vya enzi ambayo imeratibisha mifumo ya maisha, hiyo nguvu ya viti vya enzi ambayo imeratibisha mifumo. Nasimama kinyume na kila mifumo kwa damu ya Yesu, ile mifumo kandamizaji, ile mifumo ya kufeli, ile mifumo ya kufeli. Tunaachilia damu ya Yesu, inapeleka damu ulimwengu wa roho ikapita kwenye kila mfumo ambao umeshikilia maisha yako, ila mfumo ambao umekubana mahali, ule mfumo ambao unakukandamiza, ule mfumo ambao umezuilia hatima, ule mfumo ambao umezuilia maisha yako, ule mfumo ambao umezuilia upenyo, ule mfumo ambao umezuilia kuvuka kwako, huo mfumo unaoachilia damu ya Yesu, inauvunja kwa damu ya Yesu, inaubatilisha kwa damu ya Yesu, inaubatilisha mfumo kwa damu ya Yesu Kristo. Huo mfumo wa viti enzi ambao umepewa nguvu ya sadaka, hizo sadaka alinyamazisha kwa damu. Hizo damu zilizotolewa kwenye hiyo madhabahu, hizo damu nazinyamazisha, naziachilia damu Yesu, inaziachilia damu ya Pasaka mwana-kondoo Yesu. Hiyo mifumo naiachilia damu Yesu, hiyo mifumo inaachilia damu ya Pasaka mwana-kondoo Yesu. Damu sibatilisha hiyo mifumo, damu sibatilisha ila nguvu ambazo zimesukuma ili kuleta uharibifu, inazipambanisha na damu Yesu. Hiyo nguvu yote inaipambanisha na damu ya Pasaka mwana-kondoo Yesu. Damu siharibu hiyo mifumo, damu siharibu mifumo yote iliyoachiliwa kwenye maisha yako, inakufanya usifanikiwe, inakufanya ushinde kusonga mbele. Hiyo mifumo ambayo inakufanya ushinde kupiga hatua, hiyo mifumo leo inaachilia damu Yesu. Hiyo mifumo leo inaishinda kwa damu ya Pasaka. Endelea kwamba ulipo, achilia damu kwa imani, peleka damu kwa imani. Hiyo mifumo inayokushikilia, ungana kwenye maombi, peleka damu Yesu. Baba, katika jina Yesu, inaungana mtumishi wako anaomba saa hii kwenye taifa lolote, Baba nasimama naye, inaachilia damu ya Pasaka ya mwana-kondoo Yesu, ikabatilisha mifumo ya uharibifu, mifumo yote ya machukizo, mifumo yote ambayo imepana hatima yake leo inabatilika kwa jina la Yesu. Leo inabatilika kwa damu ya Yesu, leo inaanguka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Pasaka ya mwana-kondoo Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki. Endelea kufuatilia vipindi endelevu, endelea pia kuniombea Mungu anipe neno kusimama kwenye wingu hii na kuvuka salama, lakini pia jiombee Bwana akupe mkate wakati uweze kuvuka. Mungu wangu wabariki, Mungu wangu watunze, Mungu wangu wainue, Mungu wangu wafanikishe katika mambo yote, Mungu akufanikishe kwenye mipango yako yote, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu.